Asante watazamaji wa televisheni Mlimani. Baada ya kupotezana kwa muda mrefu, nilikuwa nikiwaletea hadithi mbalimbali zinazohusiana na mafunzo kwa watoto pia ni kwa wakubwa. Leo nitawaletea hadithi nzuri sana ambayo ya kupendeza, ambayo uko siku za nyuma pia nilishawahi kuwaonyesheni. Hadithi ambayo inahusu familia Mzee Matonya na Mzee Mazengo, ambayo hii ni familia ya wafugaji. Hadithi. Hadithi njoo kweli njoo tamkole. Hapo zamani za kale palitokea familia ya Mzee Mazengo na Mzee Matonya. Hao wazee walikuwa wanaishi pamoja huko mji wa Dodoma. Katika maisha yao wao walikuwa wanaishi ni wafugaji, walikuwa wanafuga ng'ombe, mbuzi, kondoo pamoja na punda ambao pia walikuwa wanawasaidia katika maisha yao ya kila siku. Lakini namna kuchunga wanyama hao walikuwa wanawatumia watoto wao ndio wawe wachungaji. Lakini walikuwa wamewapa masharti watoto kwamba sehemu fulani za kuchunga ambazo zinafaa na sehemu zingine ambazo zisizofaa. Kulikuwa na bwawa moja kubwa sana. Hilo bwawa lilikuwa linajulikana kama bwawa la Idodomea, ambao ni bwawa kubwa sana. Hilo bwawa hata tembo inasemekana lizama, ndipo palipopatikana kisa cha Idodomea. Kuitwa Dodoma, kuzama kwa tembo kuzama katika hilo bwawa. Yeye Mzee Mazengo na Mzee Matonya waliokataza watoto wao katika bwawa hilo. Lilionekana kwamba bwawa hilo lina mambo ya maajabu sana, kwa sababu aliweza kuzama tembo na pia na baadhi ya wafugaji wengine wanyama wao walikuwa wanazama hapo. Basi hivyo ndio walivyoona kuwakataza watoto wao wasiende katika hilo bwawa. Lakini watoto bila kujitambua siku zote huwa wanakwenda wanachunga katika maeneo hayo na kurudi, wanakwenda wanachunga na kurudi. Lakini ilifika mara siku nyingine wakakiuka maagizo ya wazazi wao, wakajikuta wamekwenda katika eneo hilo bwawa linaloitwa Idodomea. Walifika katika hilo bwawa Idodomea na kujikuta kwamba wamekuta matunda mazuri sana. Wakajiziuka wakaanza kula haya matunda na kuanza kuacha mifugo ikizagaa ovyo, na hivyo kujikuta mifugo imeingia katika ile bwawa na kuzama. Paka walipomaliza zoezi la kula matunda, wanatafuta mifugo mara ilipo hawaioni, wamechanganyikiwa, hivyo wakajikuta sasa warudi nyumbani kuwaeleza wazazi wao namna gani mifugo ile ilivyokuwa imepotea. Muda umefika kurudi nyumbani, wamerudi magharibi, wamefika nyumbani kwao, wazazi wanauliza ng'ombe ziko wapi, wanasema wakawaambia wazazi wao kwamba ng'ombe hizi zimepotea na zimezama katika ile bwawa Idodomea. Wazazi wakawaambia tuliwakatazeni, hilo bwawa ni bwawa la hatari sana. Yuko ambao mifugo, baadhi ya mifugo inapotelea maeneo hayo. Basi ikabidi sasa hakuna jinsi, ng'ombe ndio zishapotea na watoto ndio washakosea, na watoto kama ndivyo walivyo, unaweza kuwakataza simu za hatari, wao ndio wakaenda kucheza, na hivyo ikatokea matatizo kama hayo. Lakini katika watoto wale basi kuna mtoto mmoja, ni mtoto wa mwisho, ni Kiziwanda, ambaye anaitwa Mziwanda. Mtoto yule Mziwanda katika maisha yao wanapokaa naye pale nyumbani, ni mtoto ambaye alikuwa anamtenga, hata siku moja hawakuweza kwenda naye kwenye machunga, na hata wakichinja ng'ombe pale au mbuzi hawezi kumpa nyama, na wala maziwa pia alikuwa faidiki naye huyu Kiziwanda. Kwani Kiziwanda ni mtoto yatima ambaye baba yake na mama yake alifariki, hivyo pale alikuwa anakaa kama walikuwa wanamlea, lakini malezi yao walikuwa wanamlea katika manyanyaso. Lakini huyo mtoto ndio alikuja kuwa ukombozi katika familia hii, katika familia zile mbili. Basi akawaambia, jamani, pamoja na upotevu wa ng'ombe, mimi nafahamu ng'ombe zilipo na ninaweza nikaenda nikarudi nazo. Wakaona ni kitu cha ajabu sana. Mtoto yule Kiziwanda kama yule pale, alafu ni mtoto yatima na maisha yake yalikuwa ya shida, kule anaweza kuzirudisha ng'ombe. Lakini mtoto ambaye anaweza kufanya hivyo. Basi ikatokea wampe ruksa aende afuatilie hizo ng'ombe. Mtoto yule akasema mimi naweza kuzifuata. Akasafiri, akaanza safari. Safari yake amekwenda, akakutana na bibi Kizee. Alipomkuta bibi Kizee akamwambia, mjukuu wangu unakwenda wapi? Akamwambia bibi, mimi nakwenda kufuata ng'ombe. Ng'ombe zimepotea na aliyechukua tumjui. Akamwambia, mjukuu wangu, hapa kuna mtu anaitwa Maijilile. Maijilile amekuwa kama mzimu. Huwa anapoteza ng'ombe za watu anachukua. Na Maijilile anakaa mbali sana mpaka upande mwezini na utakutana na jua, ukishatoka juani ndio utakwenda huko utamkuta, anaishi mbinguni. Kwa hiyo kumpata ni vigumu sana. Akasema basi mtafikaje? Akasema hapa namna ya kufika, ngoja niongee na mwewe. Mwewe atakusafirisha. Basi kwa sababu yeye ni bibi anaongea na wanyama wote, akamuita mwewe. Mwewe alipofika akamwambia, nataka umsafirishe huyu mtoto yatima, ambaye huyu mtoto nilikuwa nikimtuma anatumika. Nikimwagiza kitu anakubali kuliko watoto wote hapa mtaani. Ni mtoto mtiifu sana. Leo amekuja anataka kuzifuata ng'ombe za familia yake.
naomba umsindikize umpeleke mpaka Mwezini. Na Mwezini safari yake bado inaendelea mpaka kwa Maijilia akazifuate ng'ombe. Basi mtoto yule pale akapaishwa na mwewe. Mwewe akamchukua akampaisha akampeleka mpaka angani. Alipofika angani akapokelewa na mwezi. Mwezi akamuuliza, "Unaenda wapi mtoto?" Akamwambia, "Mimi naenda kwa Maijilia." Sasa Maijilia huwezi kufika kwa Maijilia. Maijilia ni mchawi sana. Maijilia wanamuogopa. Maijilia anaua. Wewe mtoto mdogo kama wewe unakwenda unamfuata Maijilia itakuwaje? Lakini kwa sababu wewe ni mtoto mwema, unatenda mazuri, na umeishi vizuri na bibi kizee, na wema wako tulikuwa tunauona huko duniani. Sisi tunamulika, lakini mwanga wako na nuru zako na matendo yako duniani tunayaona. Kwa hiyo tunakupa ruhusa uende kwa Maijilia, tunakupa baraka zote. Akaruhusiwa akaenda. Ametembea. Alipofika tena akatokea sehemu ambapo jua lipo, lina mwanga mkali sana. Mtoto anaona mwanga mkali sana, ndio jua hilo kama ulionavyo. Basi jua likamkaribisha, "Wewe mtoto Kiziwanda unaelekea wapi?" Akasema, "Naelekea kwa Maijilia, una upotevu wa ng'ombe. Wazazi wangu na familia imenituma nifuatilie ng'ombe." Akasema, "Je, ni mchawi umwezi wewe, utapotea mtoto na utakufa." Akasema, "Naomba baraka zenu." Akampa baraka. Akaondoka. Kenda moja kwa moja amekwenda. Alipofika mahali akamkuta bibi kizee tena mwingine tofauti na yule. Mzee kabisa, haoni kabisa. Kama hodi bibi, akamwambia, "Karibu." "Wewe ni nani?" Akamwambia, "Naitwa Mziwanda." "Da, wewe ndio Mziwanda, tunasikia kwa duniani unafanya mazuri sana. Kumbe una mambo mema. Haya, leo unaelekea wapi?" Sasa mimi naelekea kwa Maijilia. Sema, "La, Maijilia umwezi. Maijilia ni mwizi wa ng'ombe. Maijilia anaua watu, viumbe mbalimbali wanaopata matatizo kwa sababu ya Maijilia. Leo unakwenda kwa Maijilia." Akasema, "Bibi, naomba baraka zako nisaidie bibi." Akamwambia, "Mjukuu wangu sikuoni, hebu nilambe matongotongo." Mjukuu akamlamba matongotongo, bibi akamlamba matongo. Bibi akaanza kufumbua macho, akasema, "Leo mjukuu wangu nimekuona. Mtoto una nuru, unang'ala. Unaonekana kwa duniani unatenda mema sana wewe, unaishi vizuri sana na watu. Hebu niambie sasa kilichokusibu nini hasa?" Sasa kilichonisibu, ng'ombe zimepotea. Lakini maisha nilikuwa naishi na wazazi wangu, mimi wananitenga, lakini mimi sikuwa nawaagiza walivyo. Mimi nimeona bora nitende wema kwa kuzifuata ng'ombe, niwarudishie, niwaonyeshe utiifu wangu na niwaonyeshe kwamba kisichofaa leo kitafaa kesho. Akasema, "Sawa mjukuu wangu." Akamtemea mate utosini, akamwambia, "Nenda mjukuu wangu." Mtoto akaondoka Mziwanda. Huyo safari yake inaendelea. Amekwenda moja kwa moja mpaka alipofika akatokea mahala ambapo ndo Maijilia sasa anaishi. Maijilia kamkuta pale na wake zake wawili. Amekuta ana ng'ombe kama eka mbili mzima, hapo pana ng'ombe tu. Akaanza sasa kupiga hodi, akapokelewa. Akapokelewa na bibi mdogo, mwisho na bibi mkubwa akafika akapokelewa. Akaanza kuuliza, "Haya, unatoka wapi wewe mtoto?" Akaambia, "Mimi natoka duniani." "Huko duniani, kilichokuleta huko nini?" Akaeleza jinsi ambapo kilichomleta pale. "Sasa mimi kilichonileta bwana, nimekuja kumtembelea bwana Maijilia. Maijilia mimi ni rafiki yangu. Tunamtambua, anakujaga kule duniani kutembea, anakuja kwenye bwawa moja inaitwa Dodoma, tunaogeleaga naye. Kwa hiyo ni rafiki yangu sana." Hakutaka kusema kama amefuata ng'ombe, na maana wangemuua. Unaona bwana? Basi akasema, "Mzee amekwenda kidogo machungani, ngoja tumuite." Akatumwa kijakazi akaenda kumuita, akarudi kumuona tu. Sema, Kiziwanda. Sasa kwa sababu alishatemewa mate na baraka zote kule za mwezi na jua na bibi mzee, Maijilia cha ajabu kwamba hakuweza tena kustaajabu kwamba yule mgeni pale anifuata nini, akampokea tu kwa shangwe. "Karibu. Wewe ndio unatokea huko duniani. Habari za duniani? Hawajambo huko. Mnaendeleaje? Bwana, shida yako vipi?" Sasa mimi nimekuja kutembelea tu na mimi na hamu nije nione mazingira ya huko. Akaambia, "Hamna shida, umefika rafiki yangu. Basi lakini leo utalala hapa." Akamkaribisha kwenye chumba kizuri. Basi akamwambia, "Napenda pia nikaone mifugo yako." Akampeleka kwenye mifugo. Kumbe anaenda kukagua zile ng'ombe zake. Je, zile ng'ombe zimefika huku? Unaona? Basi akafika mpaka kwenye ng'ombe. Kwenda kule kuchungulia, kaziona ng'ombe. Na zile punda zile kaziona, sema, kweli zile ng'ombe kumbe kwa huyu ndo kazichukua Maijilia leo. Basi akasema, "Bwana rafiki yangu, nimekuja kukuona tu kukutembelea tu bwana." "Haya bwana rafiki yangu, ukitoka hapa uwaka huo unaenda kucheza hapa." Kama mimi michezo yangu nyingine nikaenda kuchunga huko. Kuna shimo huko, tunaruka, tunafanya mazoezi ya kuruka, tunakimbia na wenzangu. Kuna kina tembo wako huko, kina sungura wako huko, utawaona, utafurahi tu, wako huko mbugani huko. Sema, "Basi na mimi napenda nikaone hao marafiki zako." Akasema, "Sawa." Basi ikabidi sasa akalala, akakaribishwa, akanywa maziwa pale vizuri. Asubuhi kumekucha. "Haya rafiki yangu, umeamkaje?" Sasa, "Nimeamka salama." Lakini sasa Maijilia alishamuhisi kwamba huyu nina wasiwasi amefuata ng'ombe. Kwa nini kufika tu ananiambia tu nikaone mifugo yako? Kama shamtilia mashaka. Alichokifanya akamwambia mke wake yule bi mdogo, akamwambia, "Chukua ile sumu ya mamba." Maana mamba ana sumu kali sana. Kuna kaiweka ndani, mliwa ndo anauliaga wenzake. "Chukua sumu ya mamba, mlishe huyu. Asubuhi huyu afya, huyu kafuata ng'ombe, ana alichofuata huyu. Kafuata ng'ombe tu." Basi ikabidi wakamwandalia chakula kwenye maziwa, wakamchanganyia supu. Sasa kwa sababu kashatambikiwa kuna baraka zote za wazee, ndio hapo muone wajukuu zangu na wanangu kwamba kumbe ukishatemewa mate na wazee unakuwa na baraka, hata kuna vitu vibaya huwa vinakuepuka. Unatakiwa uishi kwa wema. Basi kile chakula Mziwanda, ule maziwa hakuyanywa.
Kaenda kayamwaga huko pembeni kimya. Basi, vipi umekula? Nimekula bwana. Safi safi. Basi aje huyu asubuhi amki. Basi, kalala mle, asubuhi anaamka. Vipi odi mgeni, odi Kiziwanda. Umeamka? Anasema nimeamka. Uko salama Mzima mimi mzima. Jamani. Mzima anaenda kumwambia mkeke jamani mzima. Kumwekea jamani. Unajua atatufilisi huyu mtu ana matatizo sana huyu. Tumevamiwa leo hapa. Basi kumepambazuka bwana. Bwana, hebu tuende kwenye michezo yako kuna kucheza. Wameenda kwenye michezo yao. Wamekwenda huko na kwambia umecheza huko kakutana kweli kina tembo, kina twiga, sungura ndo sungura tena cha ujanja kamkuta huko na kwambia anaruka mgeni katoka duniani. Anaruka amempokea. Sungura sasa, vipi bwana kuna michezo hapa ya kuruka mashimo nini ndo tunaruka michezo yetu hapa kuruka. Basi anaruka pale nini? Sasa anapiga mahesabu kwamba nifanye mchezo gani huyu nimzamishe huyu. Sema bado sijampatia maana. Wakarudi siku ile mpaka nyumbani. Wakapikiwa chakula na mama wa watoto bwana Maijilile wakala. Anaenda kwa bibi mkubwa sana, bibi leo nataka umwekee ile sumu kali kabisa. Simtaki kumuona hapa huyu kapata ng'ombe. Atatusumbua ataondoka na ng'ombe tutakuwa masikini. Sasa leo bibi mkubwa nakukabidhiwa bibi mdogo unaona kufanya vizuri. Chukua ile kali kabisa mwekee. Basi bibi mkubwa kama kawaida katengeneza na kuambia maziwa ile kama andalia mzote. Togwa na kuambia la kienyeji ile kaliandaa mwenyewe vizuri ile. Kamwekea mle kama kawaida. Kama kawaida. Basi haya mgeni karibu huko nenda kapate riziki. Basi mgeni kaingia kule kwenda kupata riziki. Kwenda kule kama kawaida hana njaa Kwa sababu keshatemewa mate kuna baraka zote njaa hana. Wanangu msile ovyo. Na maana hizi pia inatufundisha tusile ovyo. Basi kakaa kule chakula kile kakimwaga huko mwenyewe kipika kwenye shimo mwaga. Basi anatoka vipi? Safi, umekula? Nimekula. Haya, sasa chumba cha kulala iko kalale. Kuna chumba kwa memtandika ngozi ya ng'ombe na nini ndio chumba ngozi ya ng'ombe zamani ndio ilikuwa ndio bagodoro yenyewe. Basi kalala huko. Asubuhi Alpaji anampigia jogoo anawika kumekucha. Kumekucha. Jogoo anaamsha kumekucha mkeni. Unaona? Amka na kunguru naye anapita. Amka. Wanaamka na kuambia jamani kumekucha kunguru anatuamsha. Wakaamka bwana. Fika vipi? Haya, vipi rafiki yangu? Umeamka Mzima mzima. Kabisa. Umwi tumbo si umwi. Jamani, uko safi safi. Hebu ruka. Anaenda kumwambia jamani, mzima. Hana hata dalili hata tumbo wa umwi. Sasa tunafanyaje jamani? Cha kufanya hapa sijui. Labda tuone ngoja tutajaribu leo tutaporudi jioni. Sasa rafiki yangu vipi leo tunaenda machungani? Paka na nguvu ya kwenda machungani. Tutaenda kwa unyonge tutaenda. Haya basi tuende machungani. Mimi leo nitakusaidia kuswaga ng'ombe. Kamsaidia kuswaga ng'ombe. Hao wamekwenda machungani mpaka huko polini. Wamefika kwa nachunga wamewakuta kule twiga, tembo, sungura kama kawaida marafiki wengi wamewakuta kule. Sherehe na kwambia wanafurahi wanacheza. Akaambia rafiki yangu nataka mchezo huu mmoja tu. Nataka mchezo mmoja tu wa kuruka shimo. Mchezo huu maana kuna liandaki huko likubwa, kuna la kuruka la watu wa kale zamani walikuwa wanajificha sasa nataka iko kwenye andaki ili ndio tuwe tunaruka hapa. Unaona? Sasa kumbe mahesabu yake anasema akiruka amkate miguu kungwala atumbukie mle afa amfukie arudi nyumbani akachukue ng'ombe. Akawa hamna njia nyingine. Basi ni yake ataka abebe ng'ombe aondoke nazo. Basi karuka Kiziwanda mpaka ng'ambo. Rafiki yangu unajua kuruka namna hiyo sarakasi kama hizo? Ngoja mimi nijaribu nione. Karuka na Maijile wasikuruka akamshika miguu Maijile katumbukia kwenye shimo. Katumbukia kwenye shimo anasema hapa umekwisha uweze kutoka na mchungulia anasema sipate tabia kukuua wewe umo utoki. Mpaka siku utakayetoka wewe mimi kule ng'ombe ishaondoka nazo. Kamtumbukiza. Mziwanda anarudi mbio. Anakuja pale anakutana kinasema vipi mbona unarudi haraka haraka bwana mimi nawahi kidogo. Iko wapi Maijile? Sasa Maijile iko huko. Iko mbugani. Kwa sababu mbona ng'ombe unarudi nazo anasema naziwahi machungani kidogo alafu baadaye tunarudi nyumbani kapate maziwa na chakula tunirudi. Yeye mzee nimemwacha kwa analima kidogo huko. Haya bwana. Basi huyu anakimbia haraka haraka anarudi kule kufika nyumbani kule kawakuta wake zake nani Maijilile na bimkuu na bimdogo. Mbona leo umerudi peke yako? Mwenzako yuko wapi? Mbona unatuchanganya wenzio? Mbona unatutia wasiwasi? Yuko wapi mzee? Anasema mzee tumemwacha huko amesema nirudi mara moja, nipate chakula afu nirudi nazo ng'ombe. Na mimi najifunza kuchunga, nazirudi nazo afu naondoka nazo. Kwa hata kapale akomalie chakula aondoke. Basi wakampikia chakula pale wakumtilia tena sumu. Wakampa chakula kwa sababu ana siku pili yuko pale na njaa, kaona bora ale kabisa. Sasa mzee kanambia nije nile. Basi akala pale vizuri alivyoshiba. Safari imeanza. Akamwambia sasa jamani mimi naenda machungani namfuata huko mzee. Kumbe ndo anarudi nyumbani sasa. Safari imeanza hiyo.
kichika. Kashazipata ng'ombe zote tena, kakomba zote za wale wananchi wote zilizoibiwa pale, wana kijiji zote zilizoibiwa, kazikomba zile zote, anawarudishia wana kijiji. Mkombozi Mziwanda. Basi huyu anarudi kichika, anakwenda kichika. Beki ya kwanza kafika kwa yule bibi kizee. Anaona bibi kizee, anaona vumbi kubwa linatokea vipi kutoka nje. Mziwanda, jamani huyu mtoto. Kufika pale, bibi nimerudi. Jamani umerudi na leo umepanda na punda kabisa, umepata na usafiri. Bwana imekwaje paka umezipata hizi ng'ombe? Asema bwana, nyinyi mnamwogopa yule mchawi, kwa baraka zenu yale mate ulionitemea bibi yale. Kufika kule Maijilia nikaja nikamtumbukiza kwenye shimo, akaniwekea sumu, kashindwa, kile alichofanya imeshindikana. Hivi nimeshazibeba ng'ombe, nimewaacha wake zake pao na siku hizi turudi machungani, kumbe mimi ndo safari. Basi ikabidi kama basi mjukuu wangu, sikuoni vizuri kama kawaida, mjukuu wangu nilambe machongo-chongo, akamlambe machongo-chongo. Akamtemea sema tu, akamwambia nenda duniani kaishi vizuri. Utaishi salama na amani, upate matatizo. Wazee wana baraka. Msiwauzi wazee na msiwachome moto mkawaambia wachawi. Basi ikabidi sasa anarudi. Kurudi. Kafika pale sehemu ambapo kuna nuru ya jua. Jua linang'aa, limemulika pole. Kama wana usalama, kama ukifika sehemu za jeshi, polisi, usiku ukienda tunamulikwa taa. Na yeye pale kwanza kamulikwa taa pale, muli, nani wewe? Mimi Mziwanda unarudi. Haya karibu, wakampokea pale vizuri kwa shangwe pale. Haya, nenda safari yako, usichelewe, wai, nenda haraka. Maana jua kali sasa nenda likamuunguza, maana jua lina nuru kali. Huyu anakimbia anakwenda. Katokea kwa mwezi. Mziwanda, unarudi, umefanikiwa. Nilifanikiwa ndo kama unavyoona. Hao hongera, wakapeana mikono pale, wakamwombea dua, akasema nenda tunakuombea dua. Mimi ndo naitwa Mwezi. Naitwa jina langu hasa kama naitwa Mwezi. Wewe unaweza ukaenda huko duniani, wasalimie duniani, waambie watu huko wasio na usasi mwanga, nitawamulukia kama kawaida, lakini waache kutenda dhambi. Anasema hamna shida. Wawe watu wema kama wewe, anasema hamna shida. Basi huyu anarudi. Kichika anarudi. Sasa amefika mara sasa kwenye sehemu ya sasa ya wingu lifunguke, sasa atelemke aje duniani sasa. Pale sasa si huko mbali. Basi ikabidi sasa mwewe sasa akapewa taarifa, alipewa ishara kwamba ukifika pale kuna wimbo uimbe pale, mimi nitasikia, nitakuja. Akaanza kuimba wimbo wake. Jele mujeje, wimbo wa Kigogo. Jele mujeje, wayaya na wababa, jele mujeje, wayaya na. Anasema ni baba na mama narudi, jele mujeje wa baba na mama narudi. Anaimba hivyo, anaendelea kuimba. Basi mara huyo mwewe anakuja, nimekusikia Kiziwanda, nimekusikia mtoto mtiifu, nimekusikia. Unasemaje? Umeshafanikiwa? Sasa nimefanikiwa, utakurudi. Mwewe akakunjua mbawa zake vipi. Ng'ombe wakakaa. Na mwenyewe kaketi. Mwewe anaondoka, anashuka mpaka ardhini akamtua, akamweka ardhini. Vumbi na kwambia timu ng'ombe kama unavyojua, na vumbi la Dodoma mnalijua, na kwambia timu. Huko anapita naimba jele mujeje. Basi anapita naimba na wameanza kuona vumbi duniani pale. Anaanza safari. Ng'ombe anatuchuka sasa kipi. Jamani vumbi hilo vipi jamani? Mbona leo hali ya hewa imepurugika, wingu limetanda kiza kizito huko kama mvua itakunyesha. Kumbe ile wingu ndo Maijilia anashuka. Na ni Mziwanda ndo anashuka. Naona bwana. Kushuka hapo chini na vumbi alitamaniki. Jamani, watu wanajifungia majumbani na kwambia jamani sijui kiama, watu wanajifungia na kwambia tibu na kwambia vurugu tu, kuna kwambia sasa naambiwa kiama kutakuwa na vurugu. Sasa walipoona ile vurugu wakaja sijui ndio msiba ugongao nyoyo huo, na kwambia watu wanakwambia waenda kujificha, na kwambia tibu tunakwambia. Maka waliambiwa siku ya kiama majabali yote atabebelewa. Sasa sijui ndio kiama iko, na kwambia kila mtu anaenda kujificha majumbani mwake kimya. Hata kiama ndio ujifiche ndani, unafikia kikuone. Kenda kajificha, wamejificha kimya. Mziwanda anarudi, anafika nyumbani, mji wote uko kimya. Watu wamelala. Jamani mji mbona kama hauna watu hawanipokei? Jamani anapiga fikenge. Nimerudi. Watu wanatoka majumbani wachungue. Nani? Mziwanda rudi. Nakwambia wanatoka wanaruka. Na Mziwanda karudi. Nakwambia maka ilishapita karibu ni mwezi maka wanasema kisha ndio kupotea huko. Nakwambia wanatoka kwa timu, kila nyumba wanatoka wale walopotea na mang'ombe wote. Wamekuja na kuambia unamkuta wanakusanyika pale kwa mzee Matonya na mzee Mazengo anafika. Hudi mkwe. Mziwanda karudi jamani. Unajua watu wa zamani ndio wanavyoheshimiana. Huyu kaenda kuchukua maziwa kaleta, huyu kaenda kuchukua hiki kaleta, huyu kaenda kuchukua sijui chakula kamletea, huyu kaenda kuchukua maji sasa mimi nitamuogesha. Kila mtu analeta na shukrani zake. Basi Mziwanda pale akasema jamani mimi nimetembea. Safari yangu nimekwenda salama salimini.
Nimefika mpaka kwa Mwezi amenipokea vizuri, nimefika kwa Bikizia amenipokea vizuri, nimefika mpaka kwa Jua nimepokelewa vizuri, nimefika mpaka kwa Majira. Akaelezea safari yake ilivyokuwa. Akasema kilichonisaidia ni kutenda wema, kuishi vizuri, ndio maana nimepokelewa vizuri na viumbe wale wote. Akamwambia sasa wewe ni mtoto mwema sana. Sasa akasema nimekuja niwaiteni wana kijiji wote, kila mtu ajazitambue hapa ng'ombe zake. Wakaitwa wana vijiji wote. Kila mmoja akazitambua ng'ombe zake. Zake ng'ombe wao wenyewe wanaziweka alama. Unaona, huyu anazipisha heleni, mwingine tutakana na picha njuga, ndio wale ng'ombe kule jijini ukienda kumbe ni alama zao. Basi ikabidi sasa kila mtu akazitambua, akasema sasa tukulipe nini? Akasema basi tukuletee hata micheli. Nikasema mimi nimeamua tu kuwatendea wema, chukua ng'ombe zako na wewe chukua ng'ombe zako na hizo familia zibakie kwenye familia. Wazazi pale wakaanza kumheshimu. Mziwanda akatoa ufalme wa kijiji. Akawa ndio mtemi wa pale zamani, kwa na ufalme unaitwa utemi, akawa ndio mtemi wa eneo lile, akatoa heshima kubwa, na wazazi wake na familia walikuwa na mdharau kwamba ni yatima afai chochote, wakamheshimu, wakamnyenyekea, akawa yeye ndio bwana mkubwa pale nyumbani. Ng'ombe zimerudi, familia ya utajiri umerudi kama ulipokuwa, na wale walioibiwa wamerudi kama kawaida. Hadithi yangu inaishia hapo. Hadithi hii inatufundisha kwamba kwanza tusiwe wabishi, tunapokatazwa na wazazi sehemu tunaambiwa ina hatari, tusende huko. Pili, tunapofika mahala tukiwa tunatenda wema, itatusaidia mbele ya safari zetu. Na pia tukiona wazee tuwaheshimu. Vile vile tunatakiwa tuwe wajasiri, sio wenye kukata tamaa. Na maana kama kwenye kusoma au mambo yote tuwe wenye kukata tamaa, kwani tutafanikiwa kama Mziwanda amefanikiwa kuzirudisha ng'ombe. Na watakia kila la heri, utangazaji mzuri wa television Mlimani. Kwa elimu tutaonana siku nyingine.